haijalishi ulikuwa na umri gani, lakini kama ulitumia Coca-Cola hizi basi jua umeshazeeka my friend. Na kama bado umepanga, basi hicho nacho ni kipengele kingine. Hapa nimekuletea nyumba kwa ajili yako. Jichange, hakikisha unafanya maamuzi ya haraka iwezekanavyo kwa sababu tayari umeshakuwa mzee. Na hili ni jengo lenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala. Chumba kimoja hapo ni self la vyumba viwili ni single ikiwa na sebule, dining pamoja na jiko, na jumla ya tofali 2500 ndizo ambazo zinatumika kwenye ujenzi wa jengo hili hapa. Lakini pia ikiwa na jumla ya bati 75 za futi 10 na mbao za kenchi ni 150. Jengo hili limetawaliwa na gable roof, kwa hiyo kwa idadi ya bati zinapungua kwa asilimia kubwa sana. Sasa ukiangalia urefu wa hili jengo ni mita 11.3 na upana wa mita 12.9. Kwa hiyo katika kiwanja chako chenye upana wa mita 15 na urefu wa mita 15 unalijenga hili jengo na unapata nafasi kwa ajili ya parking. Ndio gari lako nalilegesha vizuri tu na kwa nafasi yoyote ile pale, katika position yoyote ile pale. Na maana utachagua utalipakia kwa upande gani, kwa sababu bado eneo litakuwa lina nafasi ya kutosha. Kwa hiyo kama ni kiwanja kikubwa zaidi, basi unaweza ukaendelea kufurahia zaidi eneo lako. Sasa hili jengo katika mpangilio wake unaweza kuona dining ni open, lakini pia kitchen imekuwa hidden kidogo, tumeificha. Malengo au makusudio ya awali yalikuwa tukifanya kitchen nayo iwe ni open kitchen, kwa maana jiko nalo liwe jiko la wazi, lakini kuna sababu ambazo zinaweza zifanya jiko hili tusiliweke kwa la wazi tukalificha, kwa sababu maandalizi ya vyakula katika kwa mazingira yetu sisi wa Afrika hayaruhusu kuwa na open kitchen kutokana na mazingira yake kutokuwa ya usafi sana. Mazingira ya kuandaa chakula cha Kiafrika sio ya usafi wa 100%, na ndio maana nyumba zote ambazo zinatumika kwa makazi ya watu wengi ndani ikawa na open kitchen, nyumba hiyo lazima itakuwa ni chafu, kwa sababu itakuwa kila chakula kitakapokuwa kinaandaliwa kinatengeneza harufu ambayo inakuwa sio nzuri kwa upande wa sebuleni, kwa sababu kote kunakuwa ni sehemu ambayo iko wazi, kwa hiyo inawafikia haraka sana. Maandalizi ya vyakula yetu sisi ni vyetu, kwa hiyo sio salama sana kufanya majengo kuwa open kwa maana ya jikoni. Lakini pia hata wenzetu huko sawa hawa wanatengeneza open kitchen katika majengo ya biashara, kwa sababu wanajua huyu anakuja kwenye majengo yetu ya biashara hata kuja kuandaa mchicha, hatopika nyama ambazo atakazokuwa ameenda kununua buchani, kwa sababu unapoenda kununua buchani nyama lazima uichakate, uiandae, ufanye ufanyaje, na inakuwa haiwi katika mazingira salama au mazingira mazuri ya kuvutia. Hata harufu yake sio ya kuvutia sana. Kwa hiyo umeenda kununua utumbo, unataka kuandaa upate supu nini, mazingira ya utumbo sio salama sana, sio mazuri kabla hayajawa chakula. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo haya ni mazingira ambayo yanafanya hizi open kitchen zisiwe za msingi au za kuzingatia katika ujenzi wa majengo ya makazi. Hata huko Ulaya pia wanafanya hivyo, kwa sababu wanajenga majengo ya biashara na wanatakiwa mtu atakayokuja hapa atakula pizza, atakuja hapa ataagiza chakula supermarket, atakula hapa, anajua sasa huyu hata andaa chakula chake moja kwa moja hapa, hasa vyakula ambavyo atakuwa amevinunua mahala kuja kuviandaa hapa. Maana kuna vyakula ambavyo utaenda kununua mahala uje uandae, lakini kuna chakula utakinunua mahala ambacho kishaandaliwa ili wewe unafika tu unaanza kukitumia. Kwa hiyo iko hivyo. Na kama unataka kujenga jengo lako na uweke jiko la wazi, basi acha hiyo na uweze kubadilisha mawazo yako, kwa sababu hicho unachoenda kutengeneza kitakuja kuwa kikwazo baadaye na kitakukera sana, kitakukwaza sana. Kama hautakuwa umejipanga zaidi kurekebisha, hautakuwa na budget ya kurekebisha, basi litaendelea kuwa tatizo lako, litaendelea kuwa tatizo la jengo lako, litaendelea kuwa tatizo la familia yako pia. Sawa, nikukumbusha tu kwamba hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu, lakini pia kutufollow mitandao yote ya kijamii. Karibuni sana na asante kwa kunisikiliza.